Kwa majina naitwa Frida Mimiriki Mole, ni binti wa umri wa miaka 22, ni mzaliwa Tanzania. Nashukuru kwa nafasi mlionipatia. Tulikuwa na mgogoro wa eneo hilo liliuzwa bila sisi kupatiwa taarifa yoyote, na baada ya hapo tukachukua hatua za kisheria. Kwanza tulimfuata balozi wa mtaa, tukamweleza hilo, akalichukua. Baada ya hapo akatuambia tumfuate mwenyekiti wa mtaa. Tukamfuata mwenyekiti wa mtaa, akatuambia tusubiri. Baada ya kutuambia tusubiri, sisi tukakaa tunasubiri. Anasema kwamba kuna mzee anamuita kwamba ili aje kusuluhisha. Nikamwambia mama, hapana, hapa watakuwa wanatupotezea muda. Kuna kesi kadhaa. Mtu ana ardhi yake, kajenga kinyumba chake, wanatokea matapeli huko, wanakwenda kushirikiana na wengine ndani ya wizara, wanabadilisha hati, basi inakuwa ugomvi mahakamani, mwenye haki ananyang'anywa. Baada ya hapo nikamwambia mama tuende kata, ndio tukaenda kata. Baada ya kufika pale kata tukasikilizwa na mtendaji wa kata. Baada ya kusikilizwa na mtendaji wa kata akasema tufike siku ya Jumamosi, kuna wawakilishi pale watatusikiliza waliotumwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu. Pamoja na kusajili kila kipande cha ardhi, tutaongeza usalama wa milki. Ile hapa pangu, hapa sio, hapa pangu, hapa sio, sasa itakuwa haipo. Baada ya kufika pale tukaeleza changamoto za eneo letu. Baada ya kueleza changamoto la eneo, wahusika wakafika katika eneo lenyewe kuangalia eneo lilivyokuwa, wakapima eneo. Baada ya hapo wakamuita mnunuzi wa eneo wa mara ya kwanza, wakamuita na mnunuzi wa eneo wa mara ya pili. Mnunuzi wa eneo wa mara ya pili hakufanikiwa kufika, ila alimtuma mwakilishi. Baada ya hapo mnunuzi wa eneo la pili alifika na mikataba yake. Mikataba yake ilionyesha kwamba ni majina ya dalali ndio imeandikwa sehemu ya muuzaji wa eneo. Baada ya hapo wakamuuliza muuzaji wa kwanza, aliyekuuzia eneo ni nani? Ndio akamwambia kwamba aliyemuuzia eneo majina iliyoandikwa imeandikwa Yona, alikuandika jina la muuzaji halisi. Mwenye haki ananyang'anywa kwa sababu tu watu wana uwezo wa kubadilisha hati za umiliki wa ardhi ile. Lakini ukimuuza nyumba ulijenga, hapana, nyumba alijenga huyu. Sasa hii ardhi hati yangu mimi hii hapa. Ulikuwa wapi mpaka huyu kajenga na ana hati? Kajenga alafu nakuja juu yake. Baada ya hapo tukarudi ofisi ya kata. Tuliporudi ofisi ya kata, maamuzi yaliyotolewa pale ofisi ya kata ni kwamba muuzaji wa eneo wa kwanza, ambayo sio muuzaji halisi, kwamba ile eneo alikuwa miliki yake. Kwa hiyo eneo likarudishwa kwa mmiliki halisi. Baada ya hapo muuzaji aliyeuza bila kibali chochote cha familia akaambiwa kwamba arudishe pesa kwa aliyemuuzia. Kweli mimi najisikia vizuri sana, hata leo nimelala. Mbarikiwe sana, shetani anaibisha wale waisi wangu. Asante. Hivyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia kwa msaada tulioupata. Nashukuru, maana kama sio nyie singeweza chochote. Na hapa hongera sana, mbarikiwe, muendelee kuwasaidia wanyonge. Mtusaidie sana na wengine pia anayeteseka. Asanteni sana. Kwa hiyo haya yanakwenda kuondoka, ndugu zangu. Nashukuru Rais, maana umetuma vijana wako waje niangalie kama nimefikia wapi, na nimesema asante. Mbarikiwe sana. Kuna kitu hapo hapa lakini utapewa na Mungu. Samia, asante. Asante Mama Samia, ubarikiwe sana. Sina hapo hapa lakini utapewa na Mungu.